ni wananchi kuendelea kutaabika bila huduma za msingi, huku viongozi wakiendelea. Tunalalamika miundombinu mibovu ya barabara. Lakini katika swala hili CAG ameenda mbali na kuonyesha athari zinazotokana na pesa hizi kutokulipwa kwa wakati. Kuna watu ambao wanapata ajira kutokana na wakandarasi, kutokana na wazabuni. Sasa wazabuni wanaposimama wanaacha kufanya kazi, tafsiri yake ni kwamba hata hawa vijana wanaotegemea ajira kutoka kwa wakandarasi hawataweza kuendelea na ajira, na sote tunajua changamoto ya ajira Tanzania ni kubwa sana. Vijana hawana ajira, vijana wanateseka mitaani. Mwenendo wa madai ya wazabuni na watoa huduma kwa serikali kwa miaka mitatu kuanzia 21, 22, 23, 24, CAG ameonyesha katika uchambuzi wake kama ifuatavyo, ambapo tunaona mwaka 2021 deni limefika trilioni 3.62, lakini mwaka 22-23 deni ni trilioni 4.4, lakini mwaka 23-24 deni ni trilioni 4.56. Hichi ni kiwango kikubwa cha pesa, na ndio maana ACT Wazalendo tunarudia tena kwa mwaka huu wa 2025, serikali ihakikishe inalipa madeni ya wazabuni, inalipa madeni ya wakandarasi, kwa sababu kwa kuchelewesha pesa hizi wakandarasi wanashindwa kufanya kazi, miradi inadorola, barabara huko mnaona hazikamiliki kwa wakati. Lakini sababu kubwa ni serikali kushindwa kuwalipa hawa wakandarasi na wazabuni. Na mfano ni barabara ya Rufiji Mtwara ambayo mpaka sasa imesimama kabisa, lakini sababu kubwa ni kwa sababu hawa wakandarasi hawajapata pesa zao. Mwisho, serikali iweke mfumo mzuri wa kutoa huduma kwa wakati ili kuwasaidia kukuza shughuli zao na hivyo kuongeza ajira na kuondoa umasikini kwa wananchi. Lakini ACT Wazalendo tunaitaka serikali iweke mpango mahususi wa kulipa madeni ya nyuma kupitia hati fungani. Hii itasaidia wasiweze kukwepa katika ule mpango wa bajeti, itasaidia ili wasikwepe kwenye mipango ya bajeti ya kila mwaka. Kwa hiyo ACT Wazalendo tunaendelea kusisitiza kwamba ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba wakandarasi, wazabuni wanalipwa pesa, na hichi kiasi ambacho kinapotea kama riba ni kiasi kikubwa ambacho kama kingeshuka huko kwa wananchi kingeweza kuwasaidia hawa wanyonge na walalahoi wa Kitanzania. Lakini katika hoja nyingine ambayo tunaitazama CAG ameibua ni serikali kuendelea kutokulipa malimbikizo ya wafanyakazi na pension. Katika uchambuzi wa CAG wa mwaka 2023-24 ameonyesha serikali inaendelea kukalia fedha za malimbikizo mbalimbali ya wafanyakazi na fedha za pension hazipelekwi kwenye mifuko kwa wakati. Na tunaona serikali haijalipa malimbikizo kiasi cha shilingi bilioni 299.3. CAG ameeleza mamlaka za serikali za mitaa na serikali kuu zimekuwa zikizuia fedha halali za watumishi zilizotakiwa kuzipata kama malimbikizo ya mishahara ya wafanyakazi, kupandishwa madaraja, stahiki za wastaafu na posho ambazo ziko kisheria kama vile likizo, kujikimu, safari na uhamisho. Na hapa tunaona changamoto kubwa katika huko kwenye halmashauri zetu. Wako watu ambao amestaafu ana miaka 4 lakini anadai fedha ya mizigo. Fedha ya mizigo kwa mfanyakazi kwa mstaafu ipo kisheria, iko kikatiba. Maana yake kama leo mtu kituo cha kazi alikuwa Kigoma lakini alitokea Simbawanga, amestaafu, sheria anapaswa apewe pesa yake ya mizigo. Lakini kuna wafanyakazi huko kwenye halmashauri miaka 4 amestaafu lakini serikali imeshindwa kumpa pesa zake za mizigo na bado yuko kwenye eneo. Maana yake ni kwamba tunatunga sheria ambazo serikali wanashindwa kuzisimamia. Kutokulipwa fedha hizo ni kinyume na kanuni,
ya Utumishi wa Umma inavyoelekeza mfanyakazi yoyote wa serikali pale anapopandishwa daraja au kuteuliwa kwenye nafasi anayostahili kuacha kulipa madeni hayo, inapelekea kushusha morali ya watumishi na kuondoa ufanisi katika utendaji na kuwahudumia wananchi. Kwa hiyo ACT Wazalendo tunaisisitiza serikali, swala la wafanyakazi kupata stahiki zao sio ombi, ziko kikatiba, ziko kisheria, kwamba mtu amehamishwa kituo basi apewe pesa yake ya uhamisho, apewe pesa yake ya mizigo. Lakini huko leo kuna mtu amehama mpaka vituo vitatu, lakini serikali imeshindwa kumpa pesa yake ya uhamisho. Na tunatunga sheria, tunasema haya mambo yapo kisheria, lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi inashindwa kuwajali hawa wafanyakazi. Tunasubiri wakati wa kupiga kura tuwatumie kwenye wizi wa kuiba kura. Sasa tunawataka serikali ya Chama cha Mapinduzi iwajali wafanyakazi. Kama mtu amestaafu, muda wake umefika, apewe stahiki zake. Lakini kumuacha miaka 4 mitatu anakwenda kudai halmashauri pesa ya mizigo, akienda majibu anayopewa kwamba hatujapata OC. Sasa swali la kujiuliza, ina maana serikali yetu haijui kwamba mwaka fulani tutakuwa na wastaafu kadhaa? Haijui kwamba tuna watu wamehamishwa kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine ambacho kisheria wanatakiwa walipwe pesa ya mizigo, walipwe pesa ya uhamisho? Kwa hiyo sisi tunawasisitiza kwamba walipe pesa hizo kwa watumishi haraka iwezekanavyo. Lakini jambo lingine, CAG ameonyesha kiasi cha bilioni 4.73 za wafanyakazi kutopelekwa kwenye mifuko ya pension. Sote tunajua wafanyakazi wanapofanya kazi ni kisheria na kikatiba kabisa kwamba kila mwezi pesa yake kutoka kwenye mshahara wake ipelekwe kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii. Lakini licha ya serikali kutokulipa malimbikizo na stahiki nyingine za wafanyakazi, CAG ameendelea kuthibitisha na kuonyesha kwamba CCM na serikali yake kutokupeleka fedha za wafanyakazi kwenye mifuko ya pension. Hali hiyo inachangia usumbufu mkubwa kwa hawa wafanyakazi. Kwa hiyo sisi tunaitaka serikali, muda umefika, mtu amechangia pesa yake ipelekwe kwenye hii mifuko, kwa sababu ni haki yake na ipo kikanuni na ipo kisheria, ni jasho lake. Kwa hiyo tunaisihi sana hii michango iweze kwenda. Tunaendelea kuona kwamba serikali imeendelea kuwatupa na kuwapuuza wafanyakazi wake. Tunaitaka serikali kuchukua hatua zifuatazo kwa haraka. Moja, tunataka serikali iwaheshimu watumishi na wastaafu, kuwatendea haki, iwape malimbikizo na stahiki zao zote kwa wakati, na ipeleke fedha za watumishi zinazokwenda kwenye mifuko ya jamii haraka iwezekanavyo. Lakini pili, tunataka wafanyakazi watumie vyama vya wafanyakazi kudai haki zao, wasikubali vyama vya kutetea haki na maslahi yao vitafune pesa zao huku vikifumbia macho kusiginywa kwa haki zao, kugeuzwa vijiwe vya kahawa. Na hapa tuendelee kusisitiza vyama vya wafanyakazi wasimame na maslahi ya wafanyakazi, lakini sio kusimama na kusema hali iko shwari kuifurahisha serikali ya Chama cha Mapinduzi wakati wafanyakazi wanateseka na hali ni mbaya. Kwa hiyo wasimame kama watetezi wa hawa wafanyakazi. Lakini hoja ya 6 ambayo CAG ameionyesha katika uchambuzi wake ni hujuma. Hoja nyingine ambayo tunaiona CAG ameweza kuisimamisha, kuielezea, ni hujuma na usimamizi mbovu wa mashirika ya umma. Sote tunajua namna ambavyo mashirika ya umma katika nchi yetu, katika taifa letu, mengi yanaongozwa kwa hasara. Katika ripoti hii, mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali CAG kila mwaka amekuwa akibaini mapungufu makubwa katika mashirika ya umma, ikiwa ni pamoja na hasara, ubadhirifu katika manunuzi, usimamizi wa mapato, matumizi, mikataba na uendeshaji mbovu wa mashirika yetu. Kwa sehemu kubwa, watumishi katika mashirika haya wanakosa weledi, utaalamu,
kwa kuwa watendaji wakuu na wenye viti wa bodi wamekuwa wakipatikana kwa kujuana na kuteuliwa na rais ama waziri. Serikali ya CCM imeshindwa kuendesha hata mashirika ya umma ambayo hayana haja yoyote ya kupata hasara. Kitu pekee inachoweza ni kuwaza na kuwaza kuyauza, kubinafsisha mashirika hayo. Sisi ACT Wazalendo tunasema kushindwa kuendesha mashirika haya ni kielelezo cha kushindwa kwa kuendesha serikali. Kwa taarifa hii ya CAG katika mashirika ya umma, tunaiambia umma kuwa CCM imechoka na inapaswa kuendelea. Katika ripoti yake CAG 2023-24 anatoa mfano wa mashirika ya umma 11 ambayo yanaongozwa kwa hasara ya bilioni 403.6. Nyote ni mashahidi hali ambayo Watanzania wako nayo sasa. Watanzania wana maisha magumu sana. Miundombinu ya barabara ni mibovu. Huduma za afya huko vijijini ni mbovu. Ajira kwa vijana ni changamoto. Lakini leo kila tunaposoma ripoti ya CAG anaonyesha namna ambavyo haya mashirika yanaipa hasara. Na hizi pesa sio pesa za serikali, ni pesa za walalahoi wa Kitanzania ambao wanalipa kodi, ambao wanapambana katika biashara mbalimbali. Sasa tunaona mashirika ambayo CAG anatuonyesha kwamba kiasi hicho cha pesa imekuwa ni hasara katika uendeshaji wake, ambapo tunaona kwa mfano kiwanda cha dawa Keko bilioni 1.84, shirika la masoko Kariakoo bilioni 1.45, kampuni ya uendeshaji wa joto ardhi Tanzania bilioni 1.34, katika kituo cha uendeshaji cha APS bilioni 6.75. Lazima tuone mashirika ya umma yanaongozwa kwa hasara. Hizi hasara, hizi pesa ambazo zinapotea na zinaonekana kama hasara, laiti zingetumika vizuri, zingeweza kuja kuwasaidia hawa Watanzania masikini ambao leo wanahangaika katika kila sekta. Barabara, maji, afya, ajira zingeweza kusaidia. Yasiyo na tija ya shilingi bilioni 371.42 pamoja na matumizi yasiyo stahili ya shilingi bilioni 6.75 katika mashirika ya umma. Hiki ni kiashiria cha uhujumu wa mashirika ya umma unaofanywa na watumishi wasio na weledi, uzalendo, waliojaa tamaa, ufisadi na maslahi yao binafsi. Ni jambo la kusikitisha kuwa licha ya hasara zote hii ni hatua zozote zikichukuliwa. Ni CAG ambayo imekuwa ni ya mazoea. Tunapewa hadithi lakini wote ambao wamehusika na ubadhilifu wa pesa. Tuna mfano wa Ethiopia Airways, Huawei ni mfano wa mashirika ya umma yaliyopata usimamizi, si kwa sababu ya kubinafsishwa, kuimarisha
Msingi huu mashirika ya umma yote sasa na yenye tija, endapo yatasimamiwa vizuri na serikali yetu itaamua kusimama vizuri kuyasimamia haya mashirika ya umma. Tunataka hatua za uteuzi zichukue hatua. Ni lazima kama taifa tufike mahala tuambizane ukweli, kwa sababu hizi pesa tunazosema ubadhilifu sio pesa za CCM, ni pesa za Watanzania walala hoi. Kwa hiyo Watanzania hali wanazozipitia huko mtaani, alafu wanaona CAG anasema kuna ubadhilifu lakini hakuna hatua zozote zinazochukuliwa, maana yake serikali inawapuuza Watanzania, serikali imeamua kutokuwathamini Watanzania. Kwa hiyo sisi tunataka wale wote wanaohusika kwenye ubadhilifu katika haya mashirika ya umma wachukuliwe hatua haraka iwezekanavyo. Lakini pili, bodi na management ya mashirika yenye hoja za wazi za kuikagua zivunjwe mara moja na wahusika wawajibishwe kwa kufilisiwa mali na kurejesha fedha za umma. Lakini tatu, uongozi wa mashirika ya umma upatikane kwa njia ya ushindani na si kwa upendeleo wa kisiasa, upendeleo wa undugu, kuteuana kwa undugu. Twende kwenye ushindani ili mtu anapokaa pale ajue kabisa hii nafasi nimeipata kwa kuishindania na hii nafasi nimeipata na kwenda kuwatumikia Watanzania na sio kwenda kutumikia maslahi yake binafsi. Lakini hoja ya saba ambayo ACT Wazalendo tumeona tuwaletee CAG aliyoibua ni kiburi cha serikali katika swala zima la ATCL. Sote tunajua shirika la ndege la ATCL namna ambavyo linafanya shughuli zake kwa hasara. Kila CAG anaposoma ripoti anaonyesha ATCL imejiongoza kwa hasara. Na hata ripoti ya sasa 23-24 ATCL inajiongoza kwa hasara zaidi ya mabilioni ya pesa. Sasa ripoti ya CAG imeonyesha kampuni ya ndege ya Tanzania ATCL inaendelea kupata hasara kwa miaka 7 mfululizo. Hasara hii imefikia shilingi bilioni 534 licha ya kupokea ruzuku kila mwaka, ambapo mwaka 2023-24 ilipokea shilingi bilioni 70 kwa ajili ya mishahara ya wafanyakazi, gharama zingine za wafanyakazi, pamoja na shilingi bilioni 57 kama ruzuku ya maendeleo kwa miradi ya uwekezaji. Licha kupokea fedha nyingi za ruzuku, hasara halisi ya kampuni ya ndege Tanzania ni shilingi bilioni 91.8 kwa mwaka wa fedha 23-24. Nyote mtaona namna ambavyo hela za walala hoi zinapotea. Trilioni 91.8. Lakini kila CAG akisoma ripoti haachi kuisema ATCL. Maana yake ni kwamba serikali bado haijaweka nia thabiti ya kuhakikisha inatatua changamoto la shirika la ndege la ATCL. Haiwezekani kwa miaka 7 mfululizo tunapata hasara ile ile. Maana yake hata bajeti itakayokuja mwakani 25-26 tutaambiwa tena ATCL inajiongoza kwa hasara. Kwa nini tusichukue njia madhubuti za kuweza kunusuru shirika letu la ndege na tukaacha kuongoza kwa hasara? Hasara yote hii haitokani na kukosa faida katika uendeshaji, bali inatokana na gharama kubwa za kukodi ndege TGFA pamoja na kodi na matengenezo ya ndege mapya zilizonunuliwa ambazo ziliongeza gharama kwa kampuni. Tumekuwa tukirudia hoja hii kila mwaka. Kila tunapofanya uchambuzi wa CAG tumekuwa tukirudia tatizo la ATCL. Na tumekuwa tukiiambia serikali inacheza sarakazi zisizo za maana na kuigharimu nchi. Utaratibu wa TGFA kumiliki ndege sio endelevu kwa ATCL na tutaendelea kupata hasara kila
mkaguzi na mdhibiti wa CAG atakapokuwa akisoma ripoti. Tunaona TGFA tangu 2016 ilipowekwa ofisi ya rais imekuwa ikinunua ndege mbovu zilizopitwa na wakati na hasara na matengenezo, na bima zinaachwa mabegani mwa ATCL. Hii ndio kusema kuwa Ikulu ya Magufuli ilifanya hivi kwa siri, na sasa Rais Samia anaendelea na jambo hili linaloathiri uendelevu wa ATCL na kusababisha kutumika kwa fedha za umma kama ruzuku kwa shirika lenye uwezo wa kupata faida. Kuhusu TGFA kununua ndege mbovu, CAG katika ripoti ya CAG anatueleza kwamba amebaini kuwa jumla ya shilingi bilioni 20.63 zilitumika kwa ajili ya matengenezo na bima ya ndege aina ya Dash 8 Q300 5H MWF tangu ilipopelekwa Malta kwa ajili ya matengenezo Novemba 2020. Sababu kuu zilizoainishwa ni pamoja na kupitwa kwa wakati na muundo wa ndege hiyo. Iwapo ATCL itamiliki ndege, gharama za ukodishaji zingekuwapo kwenye vitabu vyake vya mahesabu. Hata hivyo, kama ATCL ingemiliki ndege, isingenunua ndege chakavu na mbovu, na kama ingeharibika ingeshughulikia kwa wakati suala la ubovu na ndege, na CAG angeikagua. Sasa ACT Wazalendo katika hili tunasema nini? ACT Wazalendo tunaendelea kuitaka serikali imilikishe ATCL ndege zote inazokodiwa. Tunataka zile ndege zote ziweze kumilikishwa kwa ATCL, zote zinazokodishiwa. Ifute madeni ya kukodi ndege na kuirejesha TGFA chini ya Wizara ya Uchukuzi. Lakini mbili, tunamtaka CAG kufanya ukaguzi maalum wa manunuzi ya ndege tangu tulipoanza kununua ndege 2016 hadi sasa. Kwenye manunuzi ya ndege kuna madudu makubwa yanafichwa. Na mimi ninaamini kama CAG atakwenda kufanya uchunguzi katika manunuzi ya ndege, lazima tutaibua ubadhilifu mkubwa, kwa sababu hapa ndipo wajanja wachache ambao hawana uchungu na taifa hili wanapiga pesa kwa maslahi yao binafsi. Kwa hiyo tunamtaka CAG afanye uchunguzi, aende achunguze kuanzia 2016 tuliponunua ndege, zimenunuliwa sawa? Pesa tunazoambiwa ndo zimenunua ndege ni sahihi? Naamini tutapata majibu kwa maslahi ya taifa letu. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo sisi tunayaangazia ACT Wazalendo, na tunataka hatua kali ziweze kuchukuliwa. Watanzania wamechoka kuwa na ripoti za CAG ambazo kila mwaka tunarudi pale pale, tunarudia yale yale. Kama ubadhilifu umefanyika, waliofanya ubadhilifu wafikishwe kwenye vyombo vya sheria na hatua kali zichukuliwe. Watanzania wana hali ngumu sana. Maisha ya Watanzania ni magumu sana. Tunataka haya ambayo tunayasema isiwe business as usual, kila wakati kusoma lakini hakuna hatua zozote. Baada ya hapo sasa nimkaribishe waziri wa TAMISEMI aweze kuendelea na hoja zingine ambazo ACT Wazalendo tumeziibua katika ripoti ya CAG. Karibu. Asante sana waziri wa fedha. Hoja yetu ya 8 ambayo ACT Wazalendo tumeibua kutokana na ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, CAG amenusa hatari ya upigaji wa bilioni 262.34 za CSR za mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Wakati mradi wa ujenzi wa bwawa la kufua umeme la Mwalimu Nyerere ukiwa umekamilika kwa takriban 99%, CAG ameeleza na kuibua hoja ya kutokutolewa kwa fedha ya huduma kwa jamii CAG ameeleza kutokutolewa kwa fedha za huduma kwa jamii CSR zenye thamani ya shilingi bilioni 262.34. Taarifa na hoja hii ya CAG
imeendelea kujitokeza kwa takriban miaka 6, ambapo ripoti za CAG zimekuwa zikisisitiza kwamba fedha hizi zilitakiwa kutolewa tangu mwaka 2019 Januari. Hizi fedha zinawanufaisha wilaya au wakazi wa maeneo ambayo mradi mkubwa huo unafanyika. Fedha hizi zilitakiwa kuwanufaisha watu wa wilaya ya Rufiji, watu wa wilaya ya Liwale, Kibiti na maeneo mengine ambayo nchi ingeweza kupanga, lakini fedha hizi serikali wameshindwa kuzipata mpaka leo, fedha takriban 262 bilioni ili ziweze kutumika kwenye mradi ya kijamii. Lakini sasa janja inaonekana wazi kwamba serikali wanataka kuiba pesa hizi, japo bado hazijatoka. Wanaandaa mpango wa kuziiba kwa sababu inaonekana pesa hizi sasa serikali wanataka kuziingiza kwenye wajanja wachache wa TANESCO na TAMISEMI ili waweze kugawana na zisiende kufanya kazi iliyokusudiwa. Na nyinyi mnajua mama amekuwa akimsifia waziri wa TAMISEMI kwamba ana kifua kipana. Lakini sasa wanaonekana wazi wanataka kupitisha bilioni 262 kwenye TAMISEMI. Hizi fedha wanataka kuziiba na zisifanye kazi iliyokusudiwa. Sisi tunasisitiza fedha hizi bilioni 262 ambazo tayari zimesha sainiwa na hivyo zipo au zinapaswa kuwepo, zinafanywa kama hisani, zinatengenezewa mazingira ya upigaji, na wanasema sasa zihamishiwe mwelekeo, zipelekwe TANESCO ama TAMISEMI ili wajanja wachache waweze kugawana na zisifanye kazi ambayo imekusudiwa. Na sisi mnawajua wameendelea kutafuna na kufanya ubadhirifu kwa fedha za miradi mbalimbali tofauti na miradi na zile fedha kama ambazo zimekusudiwa kufanya kazi. Pamoja na ufisadi huu wa fedha za miradi ya huduma kwa jamii CSR, CAG pia amebaini kuwa mradi wa ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere haukuwa na mpango wowote wa dharura na usalama wa kukabiliana na majanga. Asali yake ni kwamba inapotokea dharura yoyote, madhara makubwa yanaweza kuikumba jamii inayozunguka mradi huo na hata kuathiri mradi wenyewe. Na kama mnakumbuka mwaka 2024 bwawa la Mwalimu Nyerere lilijaa na TANESCO waliamua kwenda kufungua milango. Maji ya bwawa la Mwalimu Nyerere liliathiri wakazi wa Rufiji na Kibiti, na ACT Wazalendo walienda kutoa misaada, kutoa pole kwa wahanga wa mafuriko Rufiji na Kibiti. Hii ni kielezo cha kutokuwepo kwa maandalizi ya usalama. Maafa haya na upigaji huu unatoa picha moja tu kwamba serikali ya CCM haijali wala haina nia yoyote kuhakikisha ustawi wa maendeleo ya wananchi. Kwa mantiki hii, ACT Wazalendo tunasisitiza mambo yafuatayo kufanyika kwa serikali. Mosi, tunasisitiza wananchi wa Kibiti, Rufiji, Mkuranga, Liwale na maeneo mengine yanayowasiliwa na mradi huu kuwashinikiza madiwani na wabunge wao kuwajibika kusimamia na kuhakikisha fedha hizi bilioni 262.34 zinatolewa kwa kuhudumia jamii zao husika. Na serikali wamesema wazi sasa kwamba pesa hizi wao wanataka kuzielekeza katika mkoa wa Dodoma, mkoa wa Kigoma. Hatukatai fedha za miradi mikubwa kufanya maendeleo kwenye eneo lote la nchi, lakini kwanza wawakumbuke watu ambao wanapata athari za moja kwa moja kutokana na mradi wa bwawa la kufua Nyerere Mwalimu Nyerere, na wakazi hao ni wa maeneo ya Kibiti, Rufiji, Liwale na Mkuranga. Jambo la pili, ACT tunapinga na kukemea janja zinazofanywa za kutaka kuchefusha fedha hizi. Wanataka kuchepusha hii fedha kama nilivyowaambia, kuipeleka kwa waziri mwenye kifua kinene bilioni 262 ili sasa watu wa Rufiji, Kibiti, Mkuranga na Liwale na maeneo mengine yanafaidika na mradi huu waweze kuikosa ile fedha ya huduma kwa jamii. Lakini pia tunasisitiza wananchi na wadau wa mazingira na maendeleo kuunganisha nguvu kuishinikiza serikali kuweka na kutekeleza mpango wa dharura na usalama ili kuziepusha jamii zinazoathiriwa na mradi huu kupata madhara kama ilivyotokea mwaka 2024 watu wa Rufiji na Kibiti kuathiriwa na mafuriko. Mwisho, tunaitaka Wizara ya Nishati na serikali kwa ujumla kuhakikisha mradi huu unakamilika na unasaidia katika kupunguza gharama za umeme nchini, na vivyo hivyo unatuepushia na kutuondoshea kabisa adha ya umeme kukatika. Na mnakumbuka mwaka jana kauli nyingi zilitoka sana kwamba sasa mradi wa Rufiji unaweza
zaidi ya megawati 500. Mnakumbuka? Lakini juzi kwenye Wizara ya Nishati tunaona wanasema mlango mmoja ndio unafanya kazi. Serikali ya CCM wamekuwa wababaishaji, wanasema bwawa limekamilika kwa asilimia 99 na wanasema mwanzo walisema umeme ushaanza kutoka kwa wingi. Kwenye wizara juzi wanaonyesha kiasi gani hili bwawa bado halijaanza kutoa umeme kama ambavyo ilikuwa imekusudiwa. Hoja yetu ya 9, CAG ameonyesha au amezungumzia swala la ukosefu wa mabasi ya mwendo kasi ambao umeleta adha kubwa sana kwa wakazi wa Dar es Salaam. Lakini pia kwa wananchi ambao wanatoka maeneo mikoa mbalimbali wanapofika Dar es Salaam pia nao walipaswa kutumia huduma ya mwendo kasi. Huduma hii ni muhimu kwa wananchi wote waliopo Dar es Salaam na wanaokuja Dar es Salaam na kutoka. Kwa zaidi ya ripoti 3 toka mwaka 2020-21, ripoti ya mwaka 2022-23 na sasa ripoti ya mwaka 23-24 tumekuwa tukieleza kuhusu mradi wa mwendo kasi. Mradi ambao badala ya kuwa faraja umegeuka kuwa adha ndani ya jiji la Dar es Salaam. Na nyie wakazi wa Dar es Salaam ni mashahidi, nafika mpaka mtu anakaa kituoni zaidi ya masaa 3 hakuna basi ambayo imepakia abiria wote. Mradi ambao wana Dar es Salaam walifikiri itakuwa faraja imekuwa adha, na pia umekuwa ukiwachelewesha kufika kwenye maeneo yao kutafuta shughuli zao za kiuchumi kama ambavyo wao walitegemea kama ungewapa urahisi wa kuingia mjini na kufanya kazi zao na kurudi majumbani wao kwa urahisi. Mradi huu ambao unajengwa kwa fedha za mikopo wa Benki ya Dunia na wadau wengine wa maendeleo umeendelea kusuasua kamilika, kujengwa chini ya kiwango kutokana na usimamizi mbovu. Na hii mmeiona mwaka jana wao wenyewe wakitiana vidole machoni kwa barabara ya mwendo kasi ya kutoka Mbagala kuja mjini. Barabara ambayo haijaanza kutumika, ina matobo kila kona, zege imekatika kila kona. Hii inaonyesha jinsi gani wanakopa fedha kutoka kwenye mkopo wa Benki ya Dunia, sio fedha zao, lakini wanafanya miradi chini ya kiwango, miradi ambayo ingeweza kuwanufaisha wananchi moja kwa moja. Katika ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ameonyesha sababu kuu ya adha ya usafiri wa mwendo kasi Dar es Salaam. Sababu ya kwanza tunasema kuna upungufu wa mabasi. Na sote tunakiri kwamba unaweza kukaa kwenye kituo cha mwendo kasi zaidi ya masaa 2 basi lolote halijapita. Watu wanakaa Kariakoo, wanajazana kwenye kituo, watu zaidi ya maelfu, lakini hakuna basi linaloweza kutoka. Na mabasi mengine machache yamepaki pembeni. Abiria wanaona mabasi yamepaki, lakini hayachukui abiria, badala yake wanaendelea kusota kwenye vituo kwa muda mrefu. Uchambuzi wetu wa ripoti ya CAG umebaini kuwa bado mradi huu una upungufu mkubwa wa mabasi yanayofanya kazi. Mkaguzi anabainisha kuwa DART waliingia mkataba wa kuwa na mabasi 210. Lakini hadi anafanya ukaguzi Novemba 2024 ni mabasi 111 pekee ndio yalikuwa yanatoa huduma, huku mabasi 99 yakiwa hayafanyi kazi kwa uchakavu na kuhitaji matengenezo. Huu ni upungufu wa 49%. Lakini nyie mmeona CCM wakati wanakwenda kwenye mkutano wa kumtangaza mtiania wao au mgombea wao wa urais, walitangaza barabarani mabasi ya CCM ya rangi ya kijani Yutong zaidi ya 30. Lakini mradi ambao umeanzishwa tangu mwaka 2014 mpaka leo eti una mabasi yanayofanya kazi chini ya 50%. Kwa tunaitaka CCM wafanye uadilifu kwenye miradi ambayo ina manufaa moja kwa moja na wananchi. Kukosekana kwa mabasi kunaongeza adha ya msongamano wa abiria, na nyinyi ni mashahidi watu wa Dar es Salaam, kuchelewa kwa huduma kwa wateja na kuchelewesha mzunguko wa uchumi. Kwa upande mwingine, mpaka sasa barabara ya Mbagala mjini ambayo ilizinduliwa kwa mbwembwe kama mnakumbuka, Watanzania walishuhudia, walikwenda serikali ya CCM na viongozi wake wakazindua kwa mbwembwe barabara ya Mbagala mjini kwamba sasa mabasi ni tayari, wakazi wa Mbagala wataondokana na adha ya kukaa muda mrefu barabarani. Lakini nyinyi mashahidi mpaka leo barabara ile haina mabasi ambayo yanafanya kazi. Lakini kuna mradi wa Gongo la Mboto Keko, mnaona kabisa hakuna kabisa magari. Yaricha mradi kukamilika kwa kiasi kikubwa. Hata barabara ya Morogoro inayokwenda Kifukoni na Kariakoo haina magari ya kutosheleza abiria. Hii inasababisha kukosekana kwa thamani halisi ya fedha na kutotatua tatizo la usafiri jijini Dar es Salaam. Na wakati waziri wa TAMISEMI akijigamba na kuwaambia viongozi wenzake kwamba zile barabara ni mali yao na ule mradi ni wao, lakini mpaka sasa
hawaonyeshi juhudi za kuonyesha mradi unafanya kazi kama ambavyo ilitakiwa. Lakini mnakumbuka wakati akisoma hotuba yake bungeni, waziri wa TAMISEMI kuhusu swala la DART alisema eti mambo makubwa yanahitaji muda, lakini mambo ya CCM kupeleka pikipiki mpaka kwenye kitongoji hayahitaji muda. Mambo ya CCM kuleta U-turn kuonyesha kwa Tanzania kwamba wana fedha, kwamba nchi hii ina fedha, haihitaji muda. Lakini jambo la kuleta mabasi ya kutosha ili wakazi wa Dar es Salaam wapate huduma inahitaji muda. CCM imewachoka wa Tanzania, CCM imewachoka wana Dar es Salaam. Tumemsikia waziri wa ofisi TAMISEMI Mohamed Mchengerwa akaeleza bunge kuwa jambo hili sasa limepata ufumbuzi na kwamba wamepata wawekezaji watatu. Hii si mara ya kwanza kwa waziri huyu kusema maneno hayo. Wakati huu ameongeza madoido tu hayo ambayo anasema mambo makubwa anataka muda mrefu. Lakini yale mambo ambayo hayatekelezwi kila siku. Mradi ukikamilika kwa zaidi ya miaka 2 hauna gari hata moja. Tunataka atambue jambo moja tu. Wananchi wamechoka maneno yake na hadaa. ACT Wazalendo tunapendekeza yafuatayo kuhusu mradi wa DART. Tuna mashaka kwanza. Kuna mtu au kikundi cha watu kinahujumu DART. Hivyo, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG afanye uchunguzi wa zabuni ya hawa wawekezaji waliotangazwa na waziri. CAG achunguze wawekezaji hawa wamepatikanaje. Na nyie mmesikia watu wakilalamika kwa vyombo vya habari kwamba sasa DART imepewa Mdubai, kwamba kila mradi ulio Tanzania leo hii wanapewa Waarabu, wanapewa wa Dubai. Tunataka kaguzi aangalie nani kapewa huo mradi wa DART, ushindani ulikuwaje, na anamtaji kwa kuweza kusimamia huo mradi au ni janja za kila siku. Lakini pia ACT tunataka mamlaka serikali za mitaa, halmashauri manispaa za Kinondoni, Temeke, Ubungo na Kigamboni waendeshe mradi wa mabasi yanayo kasi. Labda ufanisi unaweza ukapatikana. Lakini pia ACT tunataka mabasi mapya yafungwe mitambo ya gesi asilia. Na hii ni hoja ambayo ACT muda wote imepigia debe. Matumizi ya gesi asilia. Mabasi yote yatumie gesi, tunataka gesi tulionayo inufaishe pia nchi yetu. Hoja ya mwisho ambayo ACT Wazalendo tunaizungumzia leo, hoja yetu ya 10, ni hoja ya uwekezaji kiduchu kwenye miundombinu ya barabara. Uchambuzi wetu wa ripoti ya CAG 2023-2024 tumebaini kuwa serikali inatenga fedha kiduchu kwa ajili ya ujenzi wa barabara. Katika fedha inayotengwa, sehemu kubwa ni kwa ajili ya kulipa madeni ya wakandarasi na kufanya maboresho ya barabara. Jambo hili linafanya Tanzania kwa zaidi ya miaka 63 tangu uhuru kubaki na barabara zisizopitika au kupitika kwa shida. Na nyie mnashuhudia sasa hivi barabara ya Dar es Salaam mpaka Mtwara takriban siku 2-3 pale njia 4 magari yalifunga kwa sababu barabara ilikatika. Hule ni uzembe mkubwa na ni dharau kubwa sana kwa wakazi wa kusini, kwa sababu barabara ya Mtwara Dar es Salaam imeshakatika mwaka jana, wakaenda kuifanyia ujanja, fedha iliyoingizwa kutengeneza vizuri, hatimaye mwaka huu barabara imekatika tena. Kwa hiyo watu wa kusini tunawaambia, huu ni wakati wa kuambia CCM hatutaki tena kunyanyasika. Hatuwezi kuwa na barabara ambayo inakwamisha kuleta biashara zetu mjini, barabara ambayo mgonjwa akipata adhabu akiwa ng'ambo kule hawezi kuvuka akafariki, barabara ambayo wao wanaichukulia kodi kutokana kwenye makaya mawe yanapita huko, yanapita makorosho huko, lakini watu wa kusini wameendelea kuwadharau. Tunataka wawakumbushe CCM mwezi wa 10 kwamba watu wa kusini tunataka tupate huduma kama Watanzania wengine wanavyopata kutokana na kodi tunazotoa kutoka mikoa ya kusini. Lakini pia TANROADS wamepata bilioni 11 tu kwa ajili ya ujenzi wa barabara. Serikali ya CCM imekuwa kijinasibu, na mwaka huu mnaona Ulega amesema kwenye bajeti yake, amesema kwenye gazeti ameonyeshwa kabisa kwamba sasa suluhu ya miundombinu inapatikana kupitia yeye akiwa waziri. Kicheko katika wizara ya miundombinu. Tunasema hivi, serikali inatoa bajeti bungeni kubwa, lakini hiyo fedha haiendi kama inavyopaswa, na ndio maana
barabara hazijengwi kwa wakati. Kwa mujibu wa ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha 23-24, serikali imeendelea kukumbatia mtindo wa kupanga bajeti kwa maneno bila ya dhamira ya utekelezaji katika sekta muhimu kama ya barabara. CAG amebainisha kuwa bajeti iliyoidhinishwa kwa kazi ya barabara ilikuwa ni shilingi trilioni 1.05. Hata hivyo, katika hizo fedha trilioni 1.05, fedha iliyotolewa ilikuwa ni bilioni 684 tu. Na leo Ulega akisema bungeni kwamba sasa kicheko kwa wakandarasi, kicheko kwa watumiaji wa barabara ya kusini, mjue kwamba anapiga kabobo kwa sababu anataka sisi mpatiwe kura mwaka 2025. Hata hivyo, katika fedha hizi bilioni 684, bilioni 672 zimetolewa kwa ajili ya maboresho ya barabara zilizoharibika kwa kimbunga Hidaya na janga la El Nino. Na malipo ya madai ya wakandarasi ambao walikuwa wanawadai bilioni 11.7, ambayo ni sawa na 3% tu ndio iliyobaki kwa ajili ya kutekeleza shughuli za biashara. Kwa hiyo katika fedha ambayo ilisemwa trilioni 1.05, serikali ikatoa bilioni 684, lakini fedha hizo bilioni 672 zilitumika kuboresha barabara ambazo zimeharibika. Hakuna mradi mpya. Peke yake fedha bilioni 11 tu ndio fedha ambazo zilikuwa zimebaki kwa ajili ya kutengeneza miradi mipya. Bilioni 672 kulipa bilioni 684 ndio iliyotoka, pungufu ya trilioni 1.5 ambayo walisema. Hata hivyo, ACT katika uchambuzi wake wa ripoti ya CAG wa mwaka 2023-24 tumeona kwamba wakala wa barabara za vijijini TARURA, ambao ndio wanasimamia barabara ambazo ni muhimu sana kwa maisha wakazi wetu wa vijijini ambao wanazalisha mazao kuleta katika miji, wamepata bilioni 99.8 tu. CAG amebaini kuwa wakala barabara vijijini TARURA ilitengewa kiasi cha bilioni 251 kutoka kwa bodi ya mfuko wa barabara, ambapo shilingi bilioni 229.14 zilitengwa kwa ajili ya matengenezo ya barabara na shilingi bilioni 22.36 kwa ajili ya ujenzi wa barabara mpya. Hata hivyo, kufikia Juni 2024 ni 40% tu, sawa na shilingi bilioni 99.84 tu ya kiasi kilichotengwa kilitolewa. Kwa hiyo TARURA mnaojua na umuhimu wao wa barabara za vijijini, waliwatengea bilioni 200 tu, lakini wametoa bilioni 99.84 kwa mwaka wote wa fedha. Hivi ndio namna ambavyo serikali inawekeza kwenye miundombinu. Kwa mwendo huu, kama CCM isipodhibitiwa na kuondolewa madarakani, basi nchi hii itachukua zaidi ya miaka 800 kuwa na mitandao kamili ya barabara nchini. Jambo lingine katika barabara ni fedha bilioni 648 kuto kupelekwa kwenye mfuko wa barabara RFB. Wakati TANROADS na TARURA zinapokea bajeti chini ya 50%. Fedha zilizokusanywa kwa ajili ya maendeleo ya barabara hazipeleki kwenye mfuko wa maendeleo ya barabara. Leo kila mtu anaponunua petroli na dizeli anakatwa fedha ushuru wa barabara. Na mnakumbuka wakati inaanzishwa hii sheria, huu utaratibu bungeni, CCM walipigia makofi wakasema kwamba sasa tumepata suluhu ya kuwa na fedha za kutengeneza barabara ambazo zina uhakika, kwa sababu zinatoka moja kwa moja kwenye vyanzo ambavyo vinashiriki katika matumizi ya barabara, fedha ya mafuta ya petroli na fedha ya diesel. Lakini sasa serikali ya CCM pesa ilikusanywa takriban trilioni 1.4. CCM wamepeleka bilioni 836.7 na kuzitokomeza bilioni 648. Hizi ni fedha ambazo zinapaswa kutoka, kwa sababu sio fedha ambazo zinatoka kwenye hisani ya wao, fedha ambazo zinakusanywa kutokana na huduma ya kukusanya fedha kwenye mafuta ya petroli na diesel. Na nyinyi haya ndio mnayaona leo. Serikali hapa imeiba takriban bilioni 300. Leo mnaona kila siku matamasha, kalamu ya mama, fedha zinatolewa hadharani. Tamasha la nani, fedha zinatolewa hadharani. Hizi fedha trilioni 1.4 ambazo zingekwenda kusimamia na kuhakikisha barabara zinaboreshwa, watu wanapata huduma ya uhakika,
fedha hizi ndio hizo ambazo umeona zinapewa wasanii. Fedha hizi wamekusanyana Tanzania nzima, wamepelekana Dodoma na kulipana zaidi ya milioni 2 kila mjumbe. Fedha hizi ambazo zingeweza kukwamua barabara, mtu anayetoka Sumbawanga ndani Nkasi kuja Sumbawanga mjini apite vizuri. Mtu anayetoka kutafuta huduma za afya kutoka kijijini Utete au kutoka kijijini Nyaminywili kuja hospitali ya wilaya Utete apate. Lakini fedha hizi zimeibwa, fedha ambazo hazikuwa na chenga ya kukusanywa. Zimekusanywa zote trilioni 1.4, lakini wamechukua zaidi ya bilioni 300 kwa matumizi yao. Serikali ya CCM imekuwa kijinasibu kwa ujenzi wa barabara na mnawaona, na huku ikishindwa kufanikisha hata kile inachokiahidi kwenye vitabu vya bajeti. Hata fedha inayotokana na barabara zenyewe haitumiki kuendeleza barabara hizo. Kila mwaka serikali imekuwa ikitengeneza bajeti hewa, inatoa ahadi za kiinimacho kwenye sekta ya barabara, lakini hakuna dhamira ya kweli kuzitekeleza. Upungufu huu ni ushahidi wa kushindwa kwa serikali kupanga kipaumbele kwa maendeleo ya watu. ACT Wazalendo tunaitaka serikali ifuate sheria. Sheria ambayo imepitishwa bungeni kwa mbwembwe na tamaa nyingi, serikali inaipuuza. Tunataka ifuate sheria. Fedha zote zinazokusanywa kwa ajili ya ujenzi wa barabara zitumike kwenye ujenzi wa barabara na si vinginevyo. Pili, tunaitaka serikali kupitia bajeti itenge fedha za kutosha kwenye ujenzi wa barabara za vijijini zinazosimamiwa na TARURA na barabara zinazounganisha mikoa kama hiyo ambayo tumeipigia upatu sana, barabara ya kusini kuja Dar es Salaam. Hizo ndio hoja zetu 10 ambazo ACT Wazalendo tumeziwasilisha, na sasa namkaribisha kiongozi wa chama ambaye ndio kiongozi wa baraza ACT Wazalendo kama tulivyo